السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Baada ya kumhimidi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na kumtakia rehema na amani Mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam, tunaendelea kukumbushana masala mbalimbali ambayo yanayohitajika katika mwezi wetu kama huu wa Ramadhani kuyakithirisha. Katika jambo la sita ambalo wiki iliyopita tulikuwa tukilizungumzia, lakini hatujamaliza zile pointi zake, nalo si linginelo ni katika kutenda kheri ndani ya mwezi kama huu. Tumeambiwa waf'alul khaira la'allakum tuflihun wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wal akhirah fastabiqul khairat. Hizi ni aya tofauti katika sura tofauti zikituashiria kwamba tufanye juhudi na mambo ya kheri, hasa sana katika huu mwezi wa Ramadhani. Kwa hadithi ya Ibn Abbas radhiallahu ta'ala anhu akisema kwamba kana an-nabiy sallallahu alayhi wasallam ajwada an-nas bil khair wa kana ajwada ma yakunu fi Ramadhan hina yalqahu Jibril. Alikuwa ana ukarimu mno Mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam, na ukarimu anauzidisha zaidi na kufika ndani ya Ramadhani. Hata maulama wakasema katika mambo ambayo yanahitajika mtu kukupia ndani ya mwezi wetu huu wa Ramadhani ni kuwatafuta wale ambao dhawil haja wenye majambo mbalimbali, ili upate sunna kama hii, kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa yeye anatoa kama rihil mursala, kama upepo unaovuma, lakini sisi wengine hatufikii hivyo. Lakini ile tafakudi, huyu kampa hadia hii, huyu kamtutulia haja hii, huyu, hili ni jambo ambalo Mtume sallallahu alaihi wasallam kwenye ndani ya Ramadhani alikifanya zaidi. Na jambo la pili katika kukithirisha, hiyo ilikuwa katika upande wa juhud fi shahr Ramadhan, hasatan fi shahr Ramadhan. Tunajua hadithi yake, man fatara sa'iman man ashba'a wa ahlu majarra, ina fadhila nyingi. Kama tunavyoona man ashba'a sa'iman, kama mwenye kumshibisha, kuna kumfutarisha na kumshibisha. Kumfutarisha ni kufungua muadhini Allahu akbar Allahu akbar, kampa tende au maji, lakini kumshibisha ndio kamwalika nyumbani akaenda kula. Kwa hiyo man ashba'a sa'iman, mwenye kumshibisha yule ambaye mwenye kufunga, saqahu Allahu, Mwenyezi Mungu atamnyoshiza haud min haudhi. Mtu anasema mwenyewe atamnyosheza huyo mtu min haudhi, katika birika yangu, sharbatan, nywesho moja tu, la yadhamu hatta yadkhul janna, hawezi kupata kiu mpaka ingie peponi. Kama tulivyoeleza wiki iliyopita, leo mahshar inakuwa zahama kweli, na hii hadithi amepokea Imam Bukhari na Muslim na wengineo. Sasa tukienda jambo la pili linatoka kukithirishwa sana ndani ya mwezi wa Ramadhani ni tilawatul Qur'an, kusoma Qur'an, ambayo wengi sengine kutokana na mashughuli yetu na bize zetu tunashindwa kusoma tu Qur'an katika siku za kawaida. Sasa ikifika na Ramadhani, sio ndo uanze kusoma, yani ukithirishe kile ambacho unasoma katika Qur'an. Tena katika huu mwezi wa Ramadhani inatoka ukithirishe katika maeneo makuu matatu. Ukithirishe kusoma ile dhikri, kwa sababu tunajua biijma'i ulama, kwa mpatano na chuoni wote, kwamba afdalu dhikri tilawatul Qur'an. Bora ya dhikri ni kusoma Qur'an. Yani kama kuna dhikri tasbih, la ilaha illallah, subhanallah, alhamdulillah, au Allahumma salli ala, dhikri yote ile bora yake ni tilawatul Qur'an, kusoma Qur'an. Sasa katika Ramadhani ukithirisha hilo. Ya pili, fahamu al-Qur'an,
ukithirisha kuifahamu Qur'an pia katika mwezi wa Ramadhani, kwa sababu daima tunatakiwa tuwe tunaifahamu Qur'an, tunatakiwa tuifahamu Qur'an, na hiyo ni katika namna ambayo wengi wakati wetu huu tumeikosa. Hii ya mwanzo kidogo ina afadhali haijapotea, hii ya kusoma Qur'an, wapo baadhi wanaisoma Qur'an lakini inapotea kwa kiwango fulani. Sasa ukija katika upande wa pili kuifahamu Qur'an, namba ni kubwa ambao wale hawaifahamu Qur'an, wanaisoma tu mujarradi ya dhikri tu, ambao tumesema hili ni jambo kubwa, sio jambo dogo. So Mtume sasa amesema kwamba atakayesoma Qur'an yeyote ile, kila herufi moja anapewa mema, anapewa jema moja, na jema moja ni thawabu 10. Na mwenye akasema kwamba sio kama nikisema alif lam mim ndio harfu, la, alif harfu, lam harfu, mim harfu, maarufu hadithi kama hiyo. Kwa hiyo usomaji huo wa dhikri na fadhila, lakini usomaji wa fahamu ndio ile tunasema shibhul maqsad, imeanza kuingia katika nusu ya kwanza ya makusudio ya Qur'an, kwa sababu Qur'an is a guidance, huda, ni uongofu linnas, kwa watu wote, huda linnas, kwa watu wote ni uongofu. Hii Qur'an inawaongoa, na ukitaka hilo chunguza kwenye maisha yetu ya kawaida. Watu wengi wanaongozeka na Qur'an, hata kama wenyewe hawakubali Qur'an, hata kama wenyewe hawamtaki aliyoshusha Qur'ani, hata kama wenyewe hawataki aliyoshushiwa Qur'ani ambaye ni Mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lakini utakuta wanaongoka na kufaidika na Qur'an, kwa sababu Qur'ani ipo katika damu ya mwanadamu, au kwa Kiswahili iko ndani ya moyo wa mwanadamu. Mwenyezi Mungu ameiweka, ameiandaa, ndio maana anataka kumraizi kile kitu inakuwa wepesi, anapata sahali kwa sababu ya Qur'an. Akitaka kuifahamu pia Mwenyezi Mungu anampa wepesi uko ndani katika Qur'an. Inna anzalna kitaba fihi dhikrukum, sisi tumekishusha kitabu na ndani yake kuna kila kitu chenu mnachokihitaji ndani ya Qur'an. Wama farratna min kitabi min shay, na wala hatukuacha kwenye hicho kitabu chochote kile. Mushkila mkubwa unakuja kukubali konsepti au ufahamu wala raiba fi, yani wewe akili mwako psychologically kukubali kwamba Qur'ani haina shaka. Ukikubali hilo alafu ukajisogeza mbele kidogo kwamba Qur'ani inaniambia mimi, haizungumzi historia. Maana kuna ni msiba mkubwa sana katika maisha yetu ya leo. Tunapokuwa tunaisoma Qur'ani ile kwamba tunaweka hii ni historia, kuna wenzetu fulani wamepita huko ndio walikuwa wanaambiwa haya maneno, lakini wewe kama wewe haikujii kwamba hii Qur'an mimi inaniambia mimi. Kwa mfano tu ukichukua aya moja ukasema wa'adhim fin nasi bil hajji ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamirin yatina min kulli fajjin amik, moja kwa utafikia hii mambo ya Nabii Ibrahim, bwana achana naye. Yani definitely itakujia hivyo mambo ya Nabii Ibrahim, bwana aliambiwa, tena umeona historia hiyo, aliambiwa adhini, wakati Qur'ani yatasayarul azman, Qur'ani inaienda zama. Wa'adhim fin nas, anaopewa amri ni nani? Ni mtume wa nani? Wa Mwenyezi Mungu, awaadhinie, awatangazie watu. Alichoambia kutangaza nini? Ni hija. Wewe ukakaa ukafanya darasa la hija, wewe ukakaa ukawashashi watu wafanye hija, wewe ukakaa ukawapeleka watu hija, wewe ukakaa umefanya waadhin. Zile tupishani ni methodology tu, yule katu methodi nyingine, wewe mtu methodi nyingine, lakini yote mnafanya kazi hiyo moja. Lakini kwa sasa haiwezi kaja ile akili kwamba waadhin, kwamba naambiwa mimi kwamba haya sasa khatibu wewe tangaza hija. Moja kwa inakuja huyu Nabii Ibrahim huyo. Hii ndio shida ambayo inatufanya sisi hatuwezi kureflect na Qur'an. Shida kubwa Qur'an tunayo, tunaisoma na mara
nyingine alhamdulillah, kama tulivyosema, pia usomaji wa fahamu unahitajika, inatokezea katika siku za kawaida kwenye media zetu. Qur'ani inasemwa, inafasiriwa, ikifika Ramadhani ndio zaidi. Sasa hivi ukiingia kwenye YouTube humo, Instagram, unakuta alhamdulillah darasa za tafsiri Qur'ani zimejaa tele. Misikitini kama hivi darasa za Qur'ani zimejaa tele. Lakini mbona hali zetu hazibadiliki? Hazibadiliki kiimani, hazibadiliki kiafya, hazibadiliki kiuchumi, bali wale ambao walikuwa juu ndio wanazidi kurudi chini. Wakati ilikuwa tofauti, hatubadiliki kiakhlaq. Jambo dogo tule watu wanakuwa na stress kubwa sana. Dhanna, kila mmoja ana misunderstanding na mwenzie, kila mmoja anamdhania vibaya mwenzie, wakati unaweza kushambia tujiepusha jambo kama hilo. Ya ayyuhalladhina amanu ijtanibu kathiran min adh-dhann, lakini unaweza kusema wale waamini walikuwa wale masahaba, sio mimi. Ikisema afu na inaweza kuwekea kidogo na Kiarabu na kipatapata, ukasema ya ayyuhalladhina amanu, inaambiwa wengi enyi ambao mnaamini, itakuwa sio mimi. Mako unajiweka pembeni kama sio wewe. La, ya ayyuhalladhina amanu, wewe mmoja katika muumini unatamka shahada. Fikiria ninachoambia, ijtanibu kathiran min adh-dhann, jepusheni sana na dhana. Leo dhana ndio zinatupelekea chuki. Umeona leo hajansalimia, umeona leo kaniangalia, umeona leo kavaa vile, umeona leo kapita hivi, yani ile umeona hisia na dhana ndio zilikuwa nyingi katika moyo wetu. Umeona siku hizi bwana mambo yake mazuri bwana, hataki kusalimia watu, umeona mpe excuse, huyu bwana ametingika, ngoja nimsalimie mimi, huyu bwana ana hili, ngoja nifanye mimi. Hakuna hicho kitu. Na Mtume SAW akatuambia katika mambo bwana mtengenezea mtu afya yake vizuri ni husnul dhanni, huwa nadhani vizuri. Ndio akamwambia dhannu billahi wa biibadati llahi husna, au kama qala sallallahu, kwamba dhanieni kwa Mwenyezi Mungu na wadhanieni waja wa Mwenyezi Mungu wema na uzuri. Lakini leo hili limekosekana kabisa la kudhaniana njema. Likitokea dogo tu basi tunazaniana mabaya. Sasa katika mwezi kama huu tunataka tukithirishe kusoma Qur'ani kwa njia ya thawabu, tukithirishe kusoma Qur'ani kwa njia ya fahamu. Wala alhamdulillah translation leo zimejaa alhamdulillah. Unaweza kwa ofisini kwako na msahafu wako tafsiri yote ya Kiingereza, Kiswahili, Kiurdu, kwa lugha ambayo Mungu alokujalia, kwamba unachokisoma unaangalia kidogo Allah hapa anasema nini. Hiyo ni fahamu. Alafu ilikuwa sasa ya juu zaidi, baada ya usomaji wa fahamu tutakuwa tusome aina ya tatu, at-tadabbur, i'malul aqli. Sasa Allah subhanahu wa ta'ala hapa amenambia nisidhani sana. Hii dhana ni nini? Unaanza kuistadi dhana. Kwa nini Mwenyezi Mungu atuzuie hii dhana? Hii inaitwa nini? Usomaji wa tadabbur. Yani ushajua, ushafahamu dhana ni kitu fulani tumekatazwa, lakini reason behind kwamba sisi tumekatazwa dhana ni ipi? Ukitafuta, alafu mbona akasema kathiran, kidogo. Hii ndio aliambiwa Mtume sallallahu alaihi wasallam ili aweze kuifahamu Qur'ani. Alipoambiwa ya ayyuhal muzammil qumil layla illa qalila au nisfahu au inqus minhu au zid alayhi warattilil qur'ana tartila. Ulama wakatafasiria kutokana na lugha, tartil ni ile qira'atu kalima, kusoma neno hadi neno, sio ile umemaliza kusoma neno hadi neno. Ile ndio tartil, kwa maana kwamba kila neno ukilisoma unaweza kulifahamu, kila neno ukilisoma unaweza kulifahamu. Mmoja katika tabi'ini akawa ameulizwa, na kama sikosea Hassan Basri alikuwa ameulizwa, watu wawili, mmoja anasoma Baqara nzima katika rakaa mbili na mwingine anasoma Baqara na Ali Imran. Tunajua urefu wake kidogo hizo hii imebeba juzu mbili na something, hii imebeba juzu moja na kitu. Kwa hiyo ukiunganisha takriban unapata juzu 3, 4 kasorobo.
ni nani afdal katika hawa, akasema alosoma Bakara peke yake ndio afdal kuliko alosoma Imran, hata kama time moja ya kumaliza. Vipi? Kwa sababu atakuwa anaelewa na kuzingatia kuliko ambaye anasoma tuturu. Kwa hiyo tunataka tukithirishe usomaji kama huo pia katika mwezi wetu wa Ramadhani. Tazama maulama wametumia neno ikthar, maana jambo lipo kila siku tulifanye, lakini kwa mwezi wa Ramadhani tukithirishe zaidi. Kwa sababu kwa nini? Kwa sababu sasa hivi hapo kufunga ni compulsory, obligatory, maana ni lazima, wajib, no option. Otherwise ukawe una udhuru zile za kisheria, unaumwa, hali ya uzito, hali za menstruating woman wale, haya hiyo mambo mengine. Lakini kama uko free vivi lazima ufunge. Kuliko miezi mingine kuna option, utafunga Jumatatu lakini ni sunna. Sasa hii ya Ramadhani ni lazima, kwa sababu mioyo yetu inakuja inakuwa very soft, kwa sababu tumbo liko empty. Ule moyo unakuwa unapata power fulani, inakuwa wepesi ku receive yaliyokusudiwa ndani ya Qur'an. Na ndio maana unaona Qur'ani Mwenyezi Mungu akaishusha katika mwezi wa Saum ili tu tuwepesi ile Qur'ani kuichukua na kuielewa. Sasa pia usomaji wa neno wa tadabbur. Tadabbur haiwezi kaja kama hujui tafsiri kwa lugha nyepesi. Yaani hujui kinachokisoma nini, haiwezi kaja tadabbur. Kwanza ujue kinachokisoma, afu unaanza kutadabbur, kutafakari. Hapa Mwenyezi Mungu amezuia hili, hapa amesema hichi, amesema imekuwaje namna hiyo? Kwa hiyo tunatakiwa tujitahidi kuisoma Qur'an kwa sura kama hiyo. Kilele chake baada ya kuwa umeshazisoma hizo sasa sura 3 au aina 3, uje ufanyie kazi. Baadhi ya wao wakasema pia ni kisomo hicho ambao cha aina 4, uje nini kufanyia kazi. Kwamba huo unaweka sasa, mwaka huu bwana nimechukua aya 2 nimezifanyia kazi, mwaka huu nachukua aya nyingine nazifanyia kazi. Huo pia ni usomaji, lakini hayata baidu minna, wachache katika sisi sana, nadir kumpata mtu anasoma Qur'ani kwa njia ya amali. Ndio sababu utaona makatazo ni mengi katika Qur'ani, maamrisho ni mengi katika Qur'ani, mashekhi wanatoa mawaidha mengi, wanatukumbusha mengi, lakini haleti impact, kwa sababu sisi wenyewe ile Qur'ani tumeifanya kama ni ya matukio maalum tu, hafla hivi, takandoa taka hivi, au mtu amekufa tena fanya khitma. Tumechukua Qur'ani kama event maalum, lakini sio kwa maana kwamba ni maisha yetu Qur'an. Kwa sababu Qur'an ndio hayatul mu'min, Qur'an ndio maisha yake yote, mu'min yako humo. Kwa tunaambiwa kwamba katika kitu kukithirisha sana katika jambo la 6 kulifanya katika huu ndani ya mwezi Qur'ani, katika mwezi huu wa Ramadhan, tukasema moja ni ukarimu ndani ya jambo la 6, na la pili ni kukithirisha kusoma Qur'ani. Ama qira'at wa tadabbur fa innahu fi shahr Ramadhan min a'zam al-qurbi. Kwamba Sheikh anatuambia kuisoma Qur'ani na kuizingatia, kufanya tafakur ni jambo kubwa sana, katika ni qurba kubwa, yani katika mambo kujikurubisha kwa Mwenyezi Mungu ndani ya mwezi wa Ramadhani. Min a'zam al-qurb, ni katika vitu kubwa sana vinakusogeza kwa Mwenyezi Mungu. Kwa nini? Reason kwamba lima lahuma min al-fadl umuman, kwa yale ambayo yalikuja ubora wake kwa ujumla, wa fi hadha ash-shahr khususan, na katika mwezi kama huu imekuja fadhila yake hasa, imehusika na mwezi kama huu. Subhanahu wa ta'ala anatuambia katika sura Mubaraka Fatir, ambayo ni sura ya 30 aya ya 29, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anatuambia innal ladhina yatluna kitaba Allah, hakika wale ambao wanasoma kitabu cha Mwenyezi Mungu, wa aqamu as-salah, na
wakasimamisha swala, wa anfaqu mimma razaqnahu, na wakatoa miongoni tunavyo wapa, wakatoa miongoni tunavyowaruzuku, sirran, kwa njia ya siri, au alaniyatan, au kwa njia waziwazi, kila mtu akajua kwamba ametoa, kwa sababu nyingine inatumika kwa sababu kushajiisha mwenzio. Hawa wanapata nini kwa Mwenyezi Mungu? Hawa wanapata yarjuna tijaratan lan tabur, wao watapata kufanya biashara ambayo haitododa, yani maana haitohasirika, haitopata hasara biashara kama hiyo. Lakini yatluna kitab Allah, moja, aqamu salat, mbili, wa anfaqu mimma razaqnahum, lakini wakaitoa masharti na wanatoa vitu ruzuku. Sasa hapo ukisoma usomaji wa tadabbur utaelewa, wa anfaqu mimma razaqnahum, vipi mtu utaweza kutoa naye huna. Na tunaambiwa na faqidu shay'i la yu'tihi, tunaambiwa kwamba katika misemo ya hikma kwamba mtu ambaye hana kitu hawezi akatoa. Sasa usomaji wa tadabbur inakupelekea kwamba kumbe ili mimi niwe muumini sahihi lazima nitafute cha kutoa, sio kwamba labda itakuja tu hivi hivi, kwa sababu katika moja ya alama wacha Mungu wakisomea Qur'an nyoyo zao zinalainika, katika kuwadefine waumini hali ya juu, kwanza nikana machozi yanabubujika na wanatoa kile tulizoruzuku. Sasa huwezi ukatoa mtu huna, ndio usomaji wa tadabbur. Sasa unaenda kwa Mwenyezi Mungu anambia tutoe, afu nini ameniruzuku mimi? Ameniruzuku afya, ameniruzuku ilmu, ameniruzuku mali, ameniruzuku kitu gani? Inabidi kama hivi sina, ili nipate daraja hao waumini lazima nitafute. Lakini utakuta sisi katika Uislamu ndio tumekuwa nyuma. Wa aqamu salat, wakasimamisha swala. Swala zetu leo hazisimami kwa moja ya njia mbili, ima hatuswali physical kabisa au hatuswali mentally. Kwa mtu anakuja katika swala hajui arkani, hana nguzo, hana khushui, alafu yatiluna kitab Allah, wanaendelea. Kwa hiyo Mwenyezi Mungu kaanza na sifa kwamba wale wanaosoma kitabu cha Mwenyezi Mungu kwa kuendelea, maana imekuja fil mudhari, sio siku moja tu umeacha, usio mwezi wa Ramadhani tu umeacha. Yatluna, wanaendelea kukisoma kitabu, na tilawa haikuchaguliwa neno yaqrauna kwa unaweza ukachoka ukasema basi nitafute kitu kingine. Ile imeitwa neno tilawa, maana yake inaandamia, baada ya kusoma hichi kinakuja hichi, baada ya hichi kinakuja hichi la qiyam saa. Kwa innal ladhina yatluna kitab Allah, haika ambao wanakisoma kitabu cha Mwenyezi Mungu, wa aqamu salat, na wakasimamisha swala kama ilivyo arkani na shuruti zake, kila siku kaiswali, khushu wal hudhur fihi, ndio nakusudiwa. Wa anfaqu mimma razaqnahu, na wakatoa ruzuku sirran, kwa njia ya siri, alania, basi hao yarjuna tijaratan lan tabur, wanatarajia biashara isiyohasirika. Kivipi? Ndio somo la tadabbur sasa, kwamba Mwenyezi Mungu anasema tijara, biashara, halafu lan tabur, haipati hasara. Kwa kwamba biashara unapofanya mtu kuna hasara na faida. Unaweza kwa mwaka kwanza ukapata hasara, mwaka pili ukapata faida, na mbele ukapata hasara kidogo ukarudi hivyo hivyo. Lakini kumbe haya mambo matatu tukifanya, kumbe tunafanya biashara. Nafanya biashara nani? Mimi nafanya biashara mimi khatibu, nitamuuzia Abdallah na mwingine. Sasa mimi nafanya biashara nani? Nafanya biashara na Allah. Hapo kwanza inakuja muraqaba wako, unapanda ile, kumbe mimi nafanya biashara na Allah. Yani sifanyi na kiumbe, nafanya biashara na Allah. Natija yake ni nini? Allah hamdhulumu mtu, Allah anampenda yule ambaye alikuwa katika, yani utakuta inakuongezea, kwa sababu unasoma usomaji wa tadabbur. Lakini kile usomaji tu ya Yasin na Qur'an Hakim, tanzil ar-Rahim,
chochote unachowaza na unachofikiri, usomaji huu faida yake ni ndogo sana. Itakuprotect wewe na mambo ya kishaitani ya wasiwasi, lakini sisi tutakuwa umedumaa hapo kwa sababu Qur'ani haikunyanyui, kwa sababu anayeshughulika na Qur'ani lazima anyanyuke. Na tunaposema hivi kwa kuifahamu Qur'ani, sio kwamba ndio utaielewa Qur'ani yote. Ufahamu kwa kadri ya kukunyanyua daraja ile Qur'ani, ndio makusudio. Lakini ufahamu wake Qur'ani, kama alituambia Mtume sallallahu alayhi wasallam, ajaibuhu la tanqati, ajaibuhu, yani miujiza ya Qur'ani haikatiki. Leo hii kama ulama wanapenda kutoa mfano idha zuzilatil ardu zilzalaha wa akhrajal ardu athqalaha, kwamba ajaib zake zikatiki athqal zilizokuwa zamani za kina Sayyidina Abubakar na Umar, sio athqal za leo. Leo tumeona kwamba athqal chini kuna mambo ya elimu ya miamba, kuna mambo ya petroli huko chini, kuna vitu vingi. Sio kwamba athqal walikuwa wakizifikiria wao labda hapo kuchimba utapata dhahabu tu, na uchimbaji wenyewe walikuwa hawana. Kwa hiyo ndio Qur'an ajaibu la tanqati wa haluma jarra. Lakini tunasema kwamba huu ndio usomaji unaotakiwa katika madarasa zetu, katika maeneo yetu mengine yote. Sasa wakishapata tijara kama hii, kisha Mwenyezi Mungu aliwafia humu awape, awazidishie ujira wao siku ya kiyama, innahu ghafurur rahim. Kutokana na wakati nitakoma hapa. Mwenyezi Mungu atuwafikie inshallah. Tutaendelea kueleza, tutaje dalili za fadhila ya Qur'an na fadhila ya kuisoma Qur'ani, ingawa la tuhsar. Hizo dalili zenyewe la tuhsar, kwa sababu Qur'ani nzima imekuja kwa ajili ya kusomwa. Sasa lakini ile tasditu kuweka kidogo bayana ili tuweze kuelewa, ndio inabidi tufanye vitu kama hivi. Bila hakika Mwenyezi Mungu atujalie tushikamane na kitabu chetu cha Qur'an Karim, ajili ya ambao yastamuna qawla fi atabuna ahsana. Allahu ta'ala a'lam. Al-Fatiha. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil tafasir warzuqna al-'afiyya ya rabbal alamin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una bi rahmatika ya Allah. Wa sallallahu alaihi wa sallam. Alhamdulillah.